asifiwe sana. Katika kitabu cha Romans 8, nataka nikusome mstari mmoja katika Romans 8 verse number 32, na inasema hivi: He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Yeye ambaye hakumzuia mwana wake wa pekee, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote, itakuwaje kwamba sasa hatatupatia vitu vyote? Hatatupatia sisi vitu vyote? Bwana asifiwe sana. Ni swali. Wakati mwingine inategemea venye tunasikia. Yale mambo ambayo tunaisikia ni ya muhimu sana katika maisha yetu, na venye tunaisikia. Kama kuna kitu cha muhimu sana, ni venye tunasikia na kama tunaelewa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hapa neno linatuambia kwamba Mungu alitupenda sana, kwamba upendo wake kwetu ulimfanya ama ulimsukuma akatoa mwana wake wa pekee wa pendo. Na alifanya hivyo ni kwa ajili yetu sisi wote. Mtu yote ambaye ana masikio ya kusikia ajue kwamba hii pia yeye anahesabiwa ndani. Hiyo ndiyo maana Mungu alifanya hivyo. Na leo tuna mahitaji mengi sana, tuna mambo mengi sana ambao tunataka. Na hapa maandiko yanatuuliza, kama alimtoa mwana wake wa pendo wa pekee, basi ni nini hicho ambacho hawezi kutupatia bure tu? Freely give us all things. He can freely give us freely all things. Bwana asifiwe sana. Katika hiyo all things, nataka ujaribu kufikiria kwa sasa, kwa sababu inategemea wewe unasikia namna gani. Wewe unasikiangaje wakati watu wanaongea? Unaelewa ni mambo namna gani? Kwamba Mungu ana uwezo wa kukupatia vitu vyote. Vitu vyote. Na katika hii kupeana, hakuna kitu atadai kutoka kwako, kwa sababu hizi vitu anapeana kwa sababu kwanza alipeana upendo wake wote kwetu. Alipeana mwana wake wa pendo. Na kwa hivyo anaweza kutupatia vitu vyote bure. Bwana asifiwe sana. Ili tuweze kuelewa hiyo swali ambao unauliza, unaweza shika hiyo verse Romans 8:32, nishike na uitafakari vizuri sana. Uitafakari tunapoangalia katika kitabu cha Marko mtakatifu mlango wa 4, na tunaweza angalia mstari pengine tusome 23 na hapo 25. 23 nasema, if any man have ears to hear, let him hear. And he said unto them, take heed what you hear. With what measure you mete, it shall be measured to you. And unto you that hear shall more be given. For he that hath, to him shall be given. And he that has not, from him shall be taken even that which he has. Bwana asifiwe sana. So neno hapa linatuambia kuhusu kusikia kwetu. Na inasema kwamba yule ana masikio na asikie. Na narudia tena,
wacha na asikie. Alafu anaendelea anatuambia, akawaongelesha, akamwambia, jihadharini vile mwasikia. Bwana asifiwe sana. Jihadharini vile mwasikia. So neno ambalo tunaangalia liko katika Warumi 8 na mstari wa 32. Kwamba kuona Mungu hakumzuia mwana wake wa pendo, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi wote. Wewe unaposikia hivyo unasikia nini? Unaelewa nini? So maandiko yanasema jihadhari vile unavyosikia. Kwa sababu kupitia kusikia, hiki ndicho kipimo ambacho utapimiwa kwacho. Bwana asifiwe sana. Kulingana na vile unasikia na unaelewa. Kwa sababu imani huja kupitia kusikia. Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi wake mara mingi katika vitabu 3 za New Testament. Huyo ni Matthew, ni vitabu 4, Matthew, Mark, Luke na John. Aliwaambia jihadharini na dawa ya kufulisha mikate. Mwimenyerei dawa ya kuibia mikate. Kwa sababu alikuwa anawaambia Wafarisayo huongea maneno ambayo yaonekana kana kwamba ni habari njema, lakini wanaongezea dawa ya kufulisha mikate. Kwa hivyo anawaambia jihadharini. Katika kitabu cha Matthew 6:16 aliwaongelesha hiyo story sana. Akamwambia jihadharini na dawa hiyo ya kufanya mikate ifure. So hapa maandiko yanatuambia ya kwamba kama mtu ana sikio na basi na asikie. Kwa hivyo ni kumaanisha si kwa sababu watu hukuanga mahali watu wanaongea ni watu wote kusikia. Kuna mambo ambayo mtu anaweza kuwa katikati ya mkutano watu wanaongea, lakini akili yake inabebwa na mambo. Ukiangalia context ya hii habari ambayo tunasoma katika Mark 4, utaona Yesu alikuwa anapeana ya yule mtu ambaye anaitwa mpazi, Muhuru wa Bego. Yule ambaye alitoka na akawa anapanda begu. Na maandiko yanatuambia ukisoma kutoka hapo 3 ya hiyo Mark 4, anatuambia kwamba tazama yule mpazi wa begu alienda kupanda. Na aliporusha zingine zikaanguka katika kando ya barabara. Hapo 5 anatuambia na zingine nazo zikaanguka mahali pa jiwe. 6 anatuambia 7 nayo anatuambia zingine nazo zikaanguka katika miti ya miiba, zikafujwa zikafunikiwa. Lakini kuna zingine nazo zilianguka katika rotuba ambao ni mzuri. So kuna aina 4 za kusikia. Kwa sababu Yesu anasema hapa ati hili ni neno ambalo lilihubiriwa. Lakini wengine kama hawa ambao wako namba 7 wa miiba, ambayo iliwasukuma kwa sababu ya kujali utajiri, kwa sababu ya maisha haya, kufikiria venye mtu atafanyika. Unajua kuna ile focus ya mtu binafsi. Hiyo mambo yote ikasumbua hii mbegu ya neno, kwamba hili neno hata kama lilijaminate, lilinyongwa. Kwa hivyo huyu mtu ambaye alisikia hili neno halikumsaidia, kwa sababu halikuwa na mazao katika maisha yake. Alafu natuambia kuhusu jiwe, mbegu ambayo pia hii ni neno ambalo lilianguka kwa mtu na akaonekana kama amelipokea sana, akiwa so excited. Lakini kwa sababu hakukuwa na mizizi ndani ya hii mbegu, hivyo hii mbegu haikuzaa, haikuleta matunda. Kwa hivyo hata kama neno linasema kuona kwamba Mungu alitupenda jinsi hii, hilo neno katika masikio ya watu wengi ni kama kuna kelele. Kwa sababu watu wanaposikia hii neno kuna mambo yanawasumbua.
Ukiangalia mbegu ya kwanza, hii inaonekana ni shetani aliiba hii mbegu. Inaonyesha kwamba ni shetani. Hawa ndege wa agani ambao walikuja wakakula hii. Kwa hivyo shetani ni mwizi wa neno. Hataki wewe upokee neno kwa sababu anajua hakuna kitu kingine kinaweza kukubadilisha katika maisha yako. Hakuna kitu kingine kinaweza badilisha hali yako. Shetani anajua hivyo. Na kwa sababu ile kitu anaweza fanya tu ni kuleta distraction. Analeta distraction. Yeye ni muongo na baba wa uongo. Anataka kudanganya. Anataka kuonyesha mambo mengine ambayo anakuonyesha wewe kuna kitu unaweza jifanyia. Tumesema mara mingi, ulimwengu wa kale ulikuwa umekaa miaka mingi ukiwa umejaa giza. Hakuna kitu huo ulimwengu ungejifanyia. Ulikuwa umekaa hivyo, ulikuwa hauna kitu, ulikuwa hauna mfano. Lakini wakati neno lilikuja katika huo ulimwengu, ulimwengu ukakubaliana na lile neno, kukawa na mwangaza, kukawa na mambo mengi mazuri sana. Shetani anajua. Ni kwa sababu Yesu anasema kwamba laiti hawa watu wangelisikia wanigeukie na ningewaokoa na niwaponye magonjwa yao. Wakati mtu anaposikia neno la Mungu, anaweza mgeukia mwenye neno. Lakini kila wakati mwanadamu anajigeukia. Mwanadamu anageukia wanadamu wenzake. Wanaulizana tufanye nini? Suluhisho inatafutwa kwa mbinu ya kimwanadamu. Lakini neno la Mungu limetuambia katika Warumi 8 na mstari wake wa 32 ya kwamba, na ni vizuri sana tuisome tena tuelewe kutokana na hiyo context, kwamba kuna kusikia mara hiyo ine. Sasa kila mmoja wetu hapa tunajiuliza, sisi tunasikianga aje? Wakati Mungu anasema na sisi tunasikianga nini? Kuna hiyo kelele kwa masikio yetu? Kuna hizo fikira ambazo zinatupeleka mahali? Wakati tu neno linaendelea, mtu anakumbuka jambo fulani, unaanza kulifikiria. Wakati huo jambo ambalo neno linakuja, kuna kuwa na mambo ambayo ina entice. Shetani analeta mambo ya kudistract ili usisikie. So neno linatuambia katika Romans 8:32, he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things in Christ Jesus? Huyu Mungu ambaye hakusita kupeana mwana wake wa pendo. Na ni vizuri sana tuelewe, kwa ajili yetu sisi zote, kama hizo mbegu, mpanzi alikuwa na nia hizo mbegu zote zimee. Hizo mbegu zote zilikuwa za mwenye kupanda, ambao ni neno la Mungu. Zinarushwa. Hii neno ni ya kila mtu. Kila mtu alifiwa na Kristo. Mungu alipeana Kristo kwa ajili ya kila mtu ambaye anaishi katika ulimwengu huu sasa. Lakini mtu atasikiaje? So ametuambia hapo, na ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu sana kufikiria venye anatuambia katika huo mstari wa 20, hiyo Mark 4 verse number 20. Hapo 24 inasema, and Jesus said unto them, take heed what you hear. With what measure you mete, it shall be measured to you, and unto you that hear shall more be given. You that hear. Napenda mwanadamu because mimi ni mwanadamu. Na mwanadamu kila shida yake analaumu mtu mwingine. Kwa sababu hivyo ndivyo mwanadamu anasikianga. Mwanadamu anataka kusema shida yangu ni mtu fulani. Shida yangu ni watu fulani. Shida yangu ni president. Shida yangu ni nini? Lakini Yesu anasema kulingana na vile unasikia hili neno, kwa sababu ule ulimwengu wa kale ungelaumu nani? Hiyo miaka yote uliishi katika giza, ulikuwa hauna kitu, ulikuwa patupu.
alisema na kuwe, ule ulimwengu ukapokea lile neno, mambo ikabadilika. So maandiko hapo inatuambia ya kwamba ile kitu ambacho kinasimama between you na ndoto yako, ile kitu ambacho inasimama between me na my prosperity, ni venye mimi nasikia. Venye nasikia. Nasikia Yesu akisema aje. Je, ni siku gani nishasoma neno Yesu akasema hawezi? Ni jambo gani hilo ambayo Yesu amesema hawezi kulitimiza? Tunapigania mambo mengi tukitumia mbinu za kimwanadamu, humanistic ways. Hizo ndizo tumejaa. Tunasema level ground, tunasema democracy, tunasema hii mambo yote kwa sababu mwanadamu, kwa sababu hataki kusikia, anakuwa na visababu kama hii mbegu ambayo ilianguka kwa jiwe, haina mizizi. Kwa hivyo anatafuta visababu vya kushikilia kwa nini mambo yake haiko hivyo. Ni kwa sababu sijapewa plain ground. Hii serikali haifanyi, watu hawafanyi, babangu hakufanya. Katika maisha yetu sisi zote tuna ushuhuda ya watoto ambao wamelelewa kwa street na wamekuwa watu katika ulimwengu huu. Tumeona watoto ambao wamelelewa wakiwa na mkate wa Blueband na dakika mwisho wanaenda kulala kwa mitaa. Inakuwa ni opposite. Kwa sababu wale ambao walipewa opportunity wanalalamika wakisema haikufanywa sawa. So Yesu anasema jihadhari venye unasikia, kwa sababu kupitia venye unasikia neno la Mungu, sikusikia watu, venye unasikia neno la Mungu ambaye ni Kristo Yesu, venye amesema, anasema nasi katika kitabu cha Matthew 11 verse 27, anasema njooni kwangu nyinyi nyote mliolemewa. Yeye haiti tu mtu mmoja anaitwa Kamau ama Joroge ama Wanjiko. Anaita watu wote, njooni kwangu nyinyi nyote mmelemewa. Mara moja. Yesu ana uwezo wa kutatua shida zote mara moja. Lakini nimesikiaje mimi? Baada ya kusikia neno nitaenda kufanya nini? So tunaona hizi aina 4 za kusikia. So mbegu moja ndio ilianguka kwenye rotuba ambao ni mzuri. Hapo ndipo neno lilipata mahali. Mtu ambaye anaweza kuwa kama Ibrahimu, mtu wa imani. Anaweza kuwa kama Joseph katika Genesis 39. Joseph, huyu mtu ambaye alikuwa amesikia Mungu na akasikia vizuri. Inasema kwamba alipelekwa chini na tena akapelekwa chini na hali ya ulimwengu huu. Akapelekwa chini na chini. Lakini aliweza kunawili katika kila kitu kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Yusufu akitoka kwao hakukuwa na fedha kwa mfuko. Yusufu akitoka kwao hakukuwa na nguo ya ziada. Lakini huyu mtu aliweza kunawili kwa sababu alisikia vizuri. Wengi wetu tuna kila kitu ambacho mtu mwingine angetamani, lakini katika mioyo yetu tumejaa kunungunika. Ni kwa sababu gani? Tunasikia namna gani? So ile mbegu ambayo ilikuwa katika rotuba mzuri ikazaa, haikuzuiwa na kitu, ikazaa. Mpendwa, ni vizuri sana tujue hivyo kwamba huyu Mungu anataka kutupatia vitu vyote bure, freely. Anasema napenda hiyo kizungu. Napenda hii kizungu ya King James. Inasema how shall he not give? Itawezekanaje kwamba hata tupatia sisi kila kitu ndani ya Kristo bure? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni lazima iwe ndani ya Kristo. Maana Kristo yeye ndiye alifanya kazi, akanipatia haki mimi niweze kufanyika mwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ndani ya Kristo tukisikia maneno yake, tuweze kuweka imani katika hili neno moja kama Yesu alisema. Alisema mtu hataishi kwa mkate lakini kupitia neno ambalo latoka katika kinywa cha Mungu. Mungu amenena kwa ajili yetu. Na kwa hivyo Mungu atafanya hivyo kwa ajili yetu.
hapo 34 anasema ya Romans 8:34 anasema, who is he that condemned? It is Christ that died, yeah, rather that he raised again, who is even at the right hand of God, who also made intercessory for us. Ni nani huyo atatuhukumu? Ni nini hicho ambacho kitatunyonga? Si vitu ambazo ziko kando. Shida ni venye mimi na wewe tuwasikia neno la Mungu. So wapendwa, it is the high time tuweze kuweka mizigo chini ambayo yatuzuia kusikia neno. Ni vizuri sana kwa sababu zile vitu za dhamana ukiangalia na wanadamu, zile vitu ambazo wanavalue sana, wanazilinda. Watu wanaweka ua katika mashamba zao, za manyumba zao. Unafungia vitu ambavyo unaheshimu sana mahali pa safe. Lakini kwa neno la Mungu ambalo ni dhamana sana kuliko hizo vitu zote, we don't value that. Hatuna hata wakati. Kama kuna kitu inaonekana kama ina bore, ni wakati tunataka hiyo mbegu ianguke katika mioyo yetu. Kwa sababu shetani anajua. Shetani anajua wokovu wako uko wapi. Shetani anajua ushindi wako uko wapi. Wakati utaweza kumwelewa Kristo, wakati utaweza kupokea Kristo ndani ya maisha yako, kwa sababu that is the seed. Neno la Mungu ndiye mbegu pekee ambayo inaweza kutenda miujiza katika maisha yako. Inaweza kubadilisha maisha yako upside down. Hiyo mbegu ya neno la Mungu. So Yesu anasema, take heed how you hear. Jichunguze, angalia unasikianga neno la Mungu aje, kwa sababu katika hiyo kipimo utapimiwa, na wale ambao hawana watanyang'anywa hata kile wanacho. So katika hii wapendwa, siku ya leo Mungu anatuambia ya kwamba alimtoa mwana wake wa pendo kwa ajili yetu sisi wote, me and you included. Bwana asifiwe sana. Na nobody, venye watu walikuwa wanasemanga hapa kitabu, nobody can tunya you that right. Nobody. Lakini hiyo right unaweza jitunya wewe because of how you hear. So Bwana tusaidie sana tuweze kusikia neno la Mungu, na tukilisikia hili neno litabadilisha. Yule mama Msamaria alipolisikia hili neno lilibadilisha maisha yake. Katika ule mji ambao alisemwa sana, ule mji alidharauliwa sana, huyo mama hakukumbuka tena hizo dharau na nini. Alienda akisema jooni muone, kwa sababu lile neno alipolisikia liliweza kuzaa mara 80, mara 100. Bwana asifiwe sana. So katika maisha yetu, katika hali zote, ni vizuri sana tujue kwamba Mungu ana uwezo wa kutufanyia na kutupatia vitu vyote bure, kama tu tutachunguza venye tunasikia neno. Tuangalie katika Biblia yote, tukachukua stories za watu wote ambao ni mighty men of faith. Wote tofauti yao na sisi ni kwamba walisikia neno kinyume cha imani kama Noa. Watu wote wa nyakati zake walishindwa kukubaliana na neno la Mungu, lakini Noa alipolisikia, Bwana asifiwe sana, hiyo ndio ilifanya apokee neema. Akasema, na ni kweli Mungu ametoka na wanadamu, na ni kweli tumefanya dhambi, na ni kweli hatuna njia ya kupotelea. Akapokea, akalisikia vizuri. Kulikuwa na watu wa hekima, kulikuwa na manabii, kulikuwa na wahubiri wakati ule wa Noa. Kwa sababu Noa alikuwa mtu wa kawaida tu, anaendelea katika maisha yake, akilima mizabibu, analewa. Lakini huyu mtu wa Mungu aliweza kwa imani akasikia neno, likaleta utofauti katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Rahab kahaba hakuwa amezaliwa katika familia ya Wayahudi. Huyu mtu anaishi katika watu ambao wanaabudu miungu, lakini neno la Mungu akalisikia na akaweza kulisikia vizuri, maana alikuwa na masikio ya kusikia, na akashuhudia kina Solomoni, akawaambia tumesikia. Bwana asifiwe sana. Tumesikia. Akapokea imani. Maisha ya Rahab ikabadilishwa, akafanyika one of the greatest grandmother wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana.
kwa sababu alisikia. Kwa hivyo ndani yake ile maisha ambayo ilikuwa hakuna maisha ikabadilika ikawa kuna utele. Tunaweza taja wengi ambao waliweza kusikia, maana walikuwa na masikio. Mimi nikilelelewa tulikuwa tunaambiwa hiyo maneno na wazazi, lakini sikuwa naelewa kwa nini tunaambiwa, kwa sababu sisi tunafikiri masikio si hii, si ndio? Si masikio ni hii iko nje. Wewe mato. Sasa unashindwa, sasa huyu mama anasema bibi mama kaimana. Lakini mzazi anaongea kwa parable. Hata kama una hizi chips za hapa siku maanisha unasikia. Anasifiwe sana. Hata leo watu wako kanisani, watu wako katika dini, wako very busy, lakini hawasikii kitu. Wengine wanaangukia wale ambao bebu inaanguka kando ya barabara. Wengine ambao wamejaribu hapo kwa jiwe, bebu inamea kidogo lakini inaanza kunyauka. Wengine wale wengi, ile group kubwa ni wale wanaanguka ndani ya mitaro. Mti ambao unachoma ulimwengu ambao unachoma, mtu akikimbizana na utajiri na maisha ya kuishi poa, then neno linanyongwa, linakosa nguvu katika maisha yako. Unaanza kujilinganisha na kujipima na watu wengine, unaanza kunika, kuteta. So Bwana tusaidie tuelewe kwamba kuona alipeana mwana wake wa pekee, hakuna kitu ambacho hawezi kutupatia bure. Ni nini hicho mimi na yeye tunataka? Bwana asifiwe sana. Ni nini hicho nataka? Inuka dakika moja, mwambie Mungu hicho ambacho nataka. Kama umesikia neno lake, inuka ndugu yako, inuke. Tumemaliza kuhubiri. Tuweze kuomba dakika moja. Hebu fungua kinywa chako mbele za Mungu. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu umenipatia nafasi ya kusikia siku ya leo katika jina la Yesu. Thank you Lord. Thank you Jesus for making us hear your word. Jehovah God, you sent your word, and your word healed us of our diseases. Thank you because the word created the heaven, and nothing that was created without the word. That's why, Father, we want to thank you that Jesus, tonight, you're speaking to us about hearing, and by that meat, so shall we receive. Thank you, Jesus. Father, meet us at the very root of our needs. And that is to live for you, to live for the gospel, to spread the gospel, the outermost area of our republic. Thank you, Father, for your made us to be ambassadors. Help us, Father God, to live for your word. In Jesus' name. Baba, tunasema ni asante kwa sababu neno lako ni wewe na neno lako ni kweli. Ni kwa sababu neno lako linatuambia kwamba Musa alikuja na sheria na Torati, lakini Yesu alikuja na neema na kweli. Na hilo neno lako ndilo kweli ambayo ndio kweli. Tunaposikia tunaweza elewa moyo wako Baba wetu, kwa sababu mwana wako amefunua moyo wako kwetu. Venye unatupenda, venye ulitufanyia kazi, na venye ulikuwa ndani yake wakati uliunganisha ulimwengu kwako bila kuhesabia walimwengu dhambi zao. Lakini Kristo Yesu akafanyika dhambi, yeye ambaye hakujua dhambi, ili sisi ambao tulikuwa wenye dhambi tufanyike haki yako. Na ndio maana Bwana unasema jioni ya leo kwamba kuona kwamba ulimtoa mwana wako wa pendo kwa ajili yetu sisi wote, hakuna kitu kizuri ambacho naweza kuzuia kutupatia. Wakati mwingi Baba, sisi ni wale ambao tunajiangalia. Sisi ni wale ambao tunataka kujifanyia kazi kama Kaini, na tunasikia wivu sana ndani ya mioyo yetu, mpaka inatugharimu wakati mwingine kuomba vibaya, kutenda mabaya kwa wengine, kufikiria na kuongea wengine vibaya, kama venye Kaini alifanya kwa ndugu yake Abeli. Ni kwa sababu wakati mwingi hatusikizi, hata kama tuonekana tukiwa katika shughuli za kidini, lakini Bwana, wakati mwingi tunasikizanga yale ambayo tunataka kusikia. Tunasikizanga yale ambayo yako ndani ya mawazo yetu ya kimwanadamu. Lakini leo umetukumbusha, tukipatia neno lako nafasi katika mioyo yetu,
basi tutakuwa kama ile mbegu ambayo ilianguka katika rotuba ambao ni mzuri na ikaweza kuzaa maradufu. Fanya hivyo na kila mmoja wetu, kwa sababu hii ni ahadi yako. Takushukuru kwa sababu ya kila mmoja wetu ambaye amefika siku ya leo, na wengi ambao Bwana tunashiriki nao pamoja. Bwana, wote ukatubariki katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Now may the grace